Okay, hichi kipande kinachofuata ni cha balance, ni terms ambazo zinapatikana kwenye platform yako ya hii MetaTrader 4. Kwa lazima mtu uelewe ni zinakuwa zinamaanisha nini. Ukifungua kwa mfano kama ni kwenye simu, kama unatumia MetaTrader 4 ya kwenye simu, utakuta vitu vimeandikwa, kuna kitu utakuta vitu vimeandikwa balance, utakuta equity, utakuta margin level. Vile vitu natakiwa uelewe na inamaanisha nini kwenye forex, na uelewe impact yake inakuwaje. Kwa hiyo nadhani kama sio ngoja tuangalie mfano wa hichi kitu ndio unaweza kukiona kwa mfano kwenye platform yako. Kama ni kwenye simu, natumia simu, utakuta kuna hizi vitu, utakuta kuna balance, utakuta kuna equity, utakuta na free margin. Hii ni ukiwa huja place trade yoyote ile. Ukiwa huja place trade yoyote ile utakuta vitu kama hivyo, na hivi unavipata kwenye kile kipande cha naweza nikasema cha trade zako, kwamba ukiwa ume place trade upande ambao unaangalia kwamba position zikiwa ziko sokoni au la. Kwenye hiyo MetaTrader 4 yako, kwenye kipande cha hii icon ya kwanza inakuaga inakuonyesha ni market watch, inakuwa inakuonyesha currency pair pamoja na zile exchange rate. Hii icon ya pili inakuwa inakuonyesha chart zako ambazo the way market inapokuwa ina move in terms ya mbalimbali. Hii ya tatu inakuonyesha position zako, kwamba balance yako ni kiasi gani, na kama kuna position umeiweka sokoni. Hii part ya nne inakuonyesha history, kwamba kama umeplace trade basi umeclose katika hasara kiasi gani, au umeclose katika faida kiasi gani, jana ulipata hasara kiasi gani, faida kiasi gani. Kwa ni kama history fulani hivi inakuwa inakuonyesha. Sasa kwenye upande ule wa nadhani hatuhitaji kuongelea sasa hivi kuhusu upande wa chart. Hatuhitaji kuongelea upande wa history. Kwa hiyo ni kipande ambacho nataka sasa hivi tuongelee ni cha trade, kwamba umeplace trade yako, unakuta sasa kuna hivi vitu vinaandikwa balance, utakuta equity, utakuta free margin. Na in case sasa ukisha place trade yako namna hiyo, hapa ni kabla ya place trade. Ukisha place trade kuna vitu vingine vinaongezeka. Sasa ile tulikuwa na balance, na equity na free margin, lakini sasa hivi unakuta kuna vitu vinaongezeka, kuna margin level na kuna margin. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo tunaenda kuviongelea sasa hivi hapa. Sasa kitu cha kwanza ndio hiyo balance yenyewe. Balance unapoongelea ni ile starting capital yako, ama ni ile naweza ngasema amount ambayo umedeposit kwa broker, ama kiasi ambacho kinaonekana kwenye account ya broker kwa muda huo. Kabla ya place trade yoyote, ile inayoonekana kwenye account yako ndio inakuwa ni balance yako. Ama naweza nikasema kama umedeposit $100, basi ile ndio inakuwa balance yako. Muda mwingine naweza nikasema ni salio la account yako, kwamba account yako ya broker ina salio kiasi gani. Mtu atakwambia umeamka asubuhi, basi umeona balance yako ni kiasi fulani, au umedeposit kwa broker $1000, basi ile ndio inakuwa ni balance ya kwako. Na hii balance inakuwa haiwe affected na kitu chochote, na position yoyote ile, kwamba ukiplace trade, mfano balance yako inakuonyesha $100, ukaweka trade, ukasema umeplace trade, ile trade ikaenda kwenye loss ya dola labda kama 20, ile balance inakuwa haiwe affected mpaka utakapo close ile trade. Ukiclose ile trade ambayo ina hasara ya dola 20, kama balance yako ilikuwa $100, ndio itapungua pale, lakini balance haiwe affected kama uja close trade ama uja place trade yoyote ile. Kwa hiyo mfano umedeposit $100, basi ile ndio inakuwa ni balance ya account yako. Kwa hiyo ni kama vile salio, ni kama vile unapoangalia kwenye simu M-Pesa bana, unaona balance yangu ni kiasi gani. Mfano unapoangalia salio la message, unaona balance ya kiasi gani. Mfano unapoangalia balance ya account yako ya benki, ni balance kama inavyofahamika, kwamba salio lako ni kiasi gani. Na haiwi influenced na any open position mpaka utakapoifunga. Hii inamaanisha kwamba mfano umeangalia account yako namna hii, balance yako ilikuwa inaonyesha $500, lakini ukaplace trade muda huo
balance yako ile trade ikawa kwenye loss ya dola 1.24, 1.24, lakini balance yako imebaki ile ile dola 500. Haiwezi kupungua hii balance yako mpaka utakapoifunga hii trade. Ukiifunga hii trade, basi balance yako ndio itapungua kwa loss ambayo utakuwa umeipata. Lakini kabla hujaifunga, balance yako itakuwa vile vile. Ndio hiyo maana ya kusema kwamba balance inakuwa iwe affected na any open position iliyopo sokoni. Mpaka utakapoifunga ndio itakuwa affected. Kwa hiyo haiwi affected kwa sababu hii loss inaweza kubadilika muda wote ikawa profit. Sasa haiwezi kawa inakuonyesha balance yako kwamba imepanda imeshuka kutokana na kinachoendelea sokoni. Ni mpaka nikiamua hii trade sasa nataka ni close. Ukisema una close hii trade, basi ndio itajifunga kwa nanili. Itajifunga kwa hivyo ndo naweza nikasema balance kitu chako ambacho inakuwa inamaanisha. Baada ya balance tuna neno lingine ambalo linaitwa equity. Sasa equity ni ile kwamba ndio naweza nikasema actual balance yako. Equity ni ile sasa actual balance yako, kwamba kule tumeona balance yako ni ile amount ambayo umedeposit. Lakini baada ya kudeposit kwenye account, sasa umeplace trade, ile trade imeenda labda kwenye loss ya dola 20. Sasa hii equity ndio inakureflect bana, account yako ilikuwa na dola 100 lakini sasa hivi upo kwenye loss ya dola 20. Hii loss sawa hujaifunga, lakini equity inakuambia kwamba ukiifunga ile loss ya dola 20, balance yako itabaki dola 80, haitakuwa tena dola 100. Kwa hiyo ile dola 80 ambayo unaona kwamba ndio itabaki ukija kufunga ile trade, ile ndio inakuwa equity yako. Sasa kwa lugha nyingine naweza nikasema equity ni ile balance yako unayokuwa nayo ukitoa ama ukijumlisha loss ama profit unayokuwa nayo yupo sokoni. Kwa hiyo this is the total value of your account after taking into consideration zile open trade. On other words, equity is a true amount of money that a trader will be left with when all active positions are closed. Mfano sasa tukiangalia kwenye mfano wetu hapa, utakuta kwamba balance yako inakuonyesha kwamba ni dola 500. Lakini dola 500 umeplace trade position. Hii position ipo kwenye hasara ya dola 1.24. Sasa wewe kwa kuwa kwenye hasara ya dola 1.24, equity inakuja kukuambia kama ukiclose hii trade sasa hivi salio lako kwenye account litakalo kuja kusoma litakuwa ni hila hapa. Kwa hiyo hii ndio true balance au true value ya account yako. Hii balance yenyewe inakuwa haijali kwamba huko position zilizoko sokoni zina hali gani au zinaendeleaje. Lakini hii equity yenyewe inakuonyesha kwamba trade iliyoko sokoni ina hasara kiasi hiki. Kwa hiyo balance yako imepungua. Kwa hiyo actual balance imepungua. Kwa hiyo hii equity ni ile actual balance, kwamba balance kwamba balance halisi ni ipi sasa hivi. Ni hii hapa, baada ya kuwa ina calculate mpaka zile position ambazo zipo sokoni. Hii ipo kwenye hasara, kwa hiyo inamaanisha ni ile balance yako inatoa ile hasara ndio inakuja kukupa equity yako sasa hivi ni kiasi. Ingekuwa kwamba kuna trade nyingine huko labda unayo alafu ipo kwenye faida, basi ingekuwa kwamba na ile trade ambayo ipo kwenye faida ingeongezea balance yako. Kwa hiyo ingekuwa inasoma hapa equity ingelikuwa ni ile balance yako, ukatoa hii hasara ukajumlisha ile faida, ndio equity ingesoma hapa kwamba salio lako sasa hivi linasoma kiasi hiki. Kwa hiyo ninaweza nikawa hapa position nilio place au trade nilio place ipo kwenye hasara ya dola 1.24, lakini kuna trade nyingine ipo kwenye faida labda ya dola 5. Kwa hiyo equity yenyewe ingekuja kusoma ile balance yangu ingetoa ile hasara ingejumlisha ile faida. Equity yangu ingesoma hapo kwamba ukija ku close hii trade equity yako balance yako itakuja kusoma namna hii. Kwa hiyo trade unapokuja kuiclose au hii position unapokuja kuiclose, equity ndio inakuja kukuonyesha kwamba balance yako itakuja kuwa kiasi gani ukiclose. Kwa hiyo hapa nikiamua ku close hii trade balance yangu itakuwa ni dola 498. Ingelikuwa kwamba imepanda niko kwenye faida, hii equity ingekuwa ipo pia juu zaidi ya ile balance, na maanisha ingekuwa imechukua balance ikajumlisha ile faida. Kwa hiyo ingeniambia kwamba ukija ku close ile trade balance yako ingeonekana namna hii. Kwa hiyo hii equity ni the true balance au true actual value ya account yako kwa muda ambao ukija ku close itakuwa. Sasa
Kwa hiyo ni ile degree ya profit au loss ambayo account inakuwa nayo. Kwamba kama upo kwenye loss sana, basi account yako itaonyesha kwamba inapungua. Account yako kuonyesha kwamba inapungua itaonyesha kwenye hiyo equity. Balance yako itaendelea kuwa fixed vile vile mpaka utakapo close, lakini equity itakwenda kuonyesha kwamba balance yako inapungua. Kwa hiyo equity yenyewe inaangalia mpaka kitu kinachoendelea sokoni. Kwa hiyo kuicalculate hiyo equity ni sawa sawa uchukue balance ujumlishe zile unrealized profit. Unrealized profit ni zile profit ambazo zipo sokoni. Tunaita unrealized kwa sababu muda wote zinaweza kubadilika. Kwa hiyo ili kurealize ndio ile kwamba una close trade ndio umerealize. Isikiwa unrealized ni kwamba muda wote zinaweza kubadilika. Ndio maana unaweza kushangaa sasa hivi unafungua platform yako unakuta faida, baadaye kuja kufungua unakuta hasara. Inamaanisha ni unrealized profit au unrealized loss. Kwa hiyo itachukua ile balance yako, itajumlisha zile profit, itatoa zile loss, ndio itakuwa imepata equity. Kwamba ukija ku close trade yako, ile balance yako itakuwa imebaki, lazima uangalie kwamba profit, kulikuwa na profit kiasi gani sokoni, hasara kiasi gani, ndio inakuonyesha kwamba bala ukija ku close trade balance yako itakuja kuwa hii hapa. Kwa hiyo equity inaangalia mpaka kilichopo sokoni, zile hasara na faida ambazo ziko sokoni. Kwa hiyo when all position are closed, your equity become your new account balance. Kwa hiyo nikifunga trade zote, equity yangu ndio itakuja kuwa balance yangu mpya, kwa sababu itakuwa imeshatoa zile faida, imejumlisha zile faida, imetoa na zile hasara. Mfano kama ni hapa, mfano kama ni hii, equity yangu kama inanionyesha hapa, nikasema na close mimi hizi trade na close hii trade kwa loss hii, basi hii equity ndio itakuwa new balance yangu. Kwa hiyo balance yangu mpya itakuwa kusoma itakuwa ni hii 498 kwa sababu nitakuwa nimeshatoa na hii hapa loss. Kwa hiyo utaona balance inapungua. Kwa hiyo balance itapungua tu pale nitakapo close trade. Lakini equity itakuwa inapungua au kuongezeka kutokana na kitu kilichopo sokoni huko. Ndio maana unaweza kuona hivi vitu vinakuwa vinacheza sana. Yaani profit inapozidi kuongezeka, basi equity na yenyewe inaendelea kupanda. Hasara inapoongezeka, equity tunaona inaendelea kushuka. Inamaanisha na kuonyesha account yako sasa hivi inapungua, na ukifunga hii trade account yako itabaki hivi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho equity inakuwa inaonyesha. Nadhani pia kipande cha equity nimekielezea kwa usahihi. Kwa hiyo mfano if you balance, unakuwa na balance ya $100. Alafu umeiplace trade ipo kwenye faida ya $10. Kwa hiyo equity itakuwa inasoma $110. Kama upo kwenye faida ya $10, trade iliyoko sokoni iko kwenye faida ya $10, equity itakuwa inasoma 110. Kama una balance ya $100 alafu umeplace trade ikaenda kwenye loss ya $10, ipo sokoni bado je close, basi equity itakuwa inakuonyesha equity yako itakuwa 90, kwamba ukija kufunga ile trade kwa ile loss ya $10, balance yako mpya itakuja kuwa $90. Ndio maana ya kusema kwamba when you close those position, your equity will be your new balance. Kwa hiyo hicho kipande cha equity pia nadhani nimekielezea, inaeleweka. Sasa kuna kitu kinaitwa margin. Hii margin utaiona tu pale utakapo place trade. Ukiwa place trade namna hii, account yako itakuwa inaonyesha kitu namna hii, itakuwa inaonyesha balance, itakuwa inaonyesha equity, itakuwa inaonyesha na free margin. Hii free margin nitaiongelea baada ya kuongelea margin. Sasa margin natakiwa niiongelee kwa sababu ndo unatakiwa uelewe kwanza margin ili uweze kuelewa maana ya free margin. Uweze kuelewa free margin kabla hujaelewa neno margin yenyewe likoje. Ukishaelewa margin ndio utajua free margin maana yake ni nini. Sasa margin kuipata ni pale tu utakapo place trade. Ukiplace tu trade, mfano ukiplace tu trade, utaanza kuona kuna kitu kimeongezeka huko chini kinaitwa margin. Free margin hatujaongelea wala margin level. Tumeshaongelea balance, tumeongelea equity. Utaona kuna kitu kinaitwa margin. Sasa margin maana yake ni kwamba unapo place trade yoyote ile, unapo place kwa broker anahitaji at least uwe na amount fulani ya kwako mwenyewe kabla hajakupa zile hela zake za kukopesha, ile amount ya leverage. Kwa kabla hajakupa ile leverage kuna amount fulani ambayo anataka at least wewe nayo. Unapotumia lot size ya 0.1 mfano, inamaanisha hapa umeomba unit 10,000 za fedha. Kwa hiyo wewe kwa kuomba unit 10,000 za fedha anahitaji uweze tu kutumia ile hela yake yote, kwamba ile leverage anayokupa uitumie kwake yeye wewe bila kutoa cha kwako mfukoni.
Kwa lazima uwe na wewe kuna kitu mfukoni cha kusema kwamba bana nataka unit 10,000, lakini yeye anakuambia wewe kwa kutaka hizo unit 10,000 at least ulitakiwa uwe na amount fulani. Sasa ile minimum amount ambayo ulitakiwa uwe nayo kabla hajakuongezea ndio inaitwa margin. Kwa hiyo hii margin itaonekana tu kisha place trade kutokana na lot size uliotumia. Ukitumia lot size kubwa basi na margin atahitaji kubwa, kwamba angalau wewe kwa sababu unaomba unit nyingi zaidi ilibidi minimum angalau ungekuwa na kiasi fulani, ungekuwa account yako na $11. Kwa hiyo mimi nisingeweza kutumia lot size 0.1 kama account yangu haina $11. Kwa hiyo account yangu ingekuwa na dola chini ya 11, nisingeweza kutumia lot size 0.1 kwa sababu sina minimum amount ambayo anaitaka at least niwe nayo ili mimi kuweza kuomba easy order au kuweza kutumia lot size 0.1. Kwa hiyo margin ni ile minimum amount ambayo anataka angalau uwe nayo ili wewe uweze kutumia lot size fulani. Napotumia lot size kubwa, margin pia na yenyewe inaongezeka kiasi kwamba kwa sababu nimeomba unit nyingi kwa kutumia lot size kubwa, basi hata margin pia inatakiwa iwe nyingi. Ni ile minimum amount ambayo nataka at least niwe nayo. Kuna namna ya kuicalculate hii margin ambayo huwa inacalculatiwa kwa margin percent, sio margin level, margin percent. Yani kuonyeshe japokuwa sio kwamba ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo tunasema kwamba ni ile kwamba initial amount that you need to have in your account in order to open a trade position. Kwa hiyo minimum amount unaotakiwa kwa nayo ili wewe uopen position fulani, kwamba ili utumie lot size ya 0.1 angalau litakiwa uwe na kiasi gani, ndio ile inaitwa margin. Ili utumie lot size, ingekuwa kwamba unatumia tu lot size bila kuwa na margin, basi kila mtu angekuwa anaamua tu kutumia lot size anayoitaka, kwa sababu uwezo ukawa na account ya $10 ukatumia standard lot, itakwambia hela yako haitoshi kwa sababu huna margin. Unaona, huna margin. Na hata mtu anapotaka kuunguza account, broker anaweza kukutumia email, account yako imeshuka below required margin. Kwa hiyo iko chini ya margin. Inamaanisha iko chini ya minimum amount ambayo unatakiwa at least uwe nayo kwenye account kama trade tayari umesha open. Lakini kabla huja open position, ile trade itakataa kwa sababu account yako iko minimum below, iko minimum ile amount ambayo unatakiwa kuwa nayo kwenye account ya broker. Kwa hiyo hii tunaweza kusema is the amount of money needed as good face deposit, or at least unatakiwa na account yako ya kunanili kwa broker ili kuweza kutumia lot size fulani open position kwa broker. Kwa hiyo hivyo ndivyo inaweza nikasema margin inachokuwa inakimaanisha. A broker requires trader to put up a specific amount of his own before using leveraged amount to place a trade position. Kwa hiyo anahitaji angalau uwe na amount fulani minimum kabla hujatumia ile hela yake leverage ili uweze open position fulani. Kwa hiyo hii margin inakuwa calculated in terms ya margin percent. Kwa hiyo kunakuwa na asilimia fulani ambayo unatakiwa wewe uchangie. Kwamba kama unataka unit 10,000, basi at least unatakiwa wewe utoe asilimia labda moja ya ile unit zote unazotaka kununua. Mfano umetumia standard lot ile ni unit 100,000 unataka. Sasa unit 100,000 broker anakuambia anavocalculate, calculate in terms ya percent. Anakuambia at least wewe unatakiwa uchangie asilimia moja ya zile unit zote 100,000. Kwa utachukua ile 100,000 utazidisha na ile mara asilimia moja ndio utapata ile margin ambayo yeye analipaya at least uwe nayo. Sasa huu nimetolea tu mfano asilimia moja, lakini hiyo asilimia inapopatikana unachukua moja unagawa kwa ile leverage anayokupa unazidisha na 100. Kwa hiyo kama anakupa leverage ya 1000, kwa hiyo kama anakupa leverage ya 1000 utachukua moja utagawa kwa ile 1000 utazidisha na 100. Hapo utajikuta ni asilimia kama 0.1. Kwa wewe utatakiwa uchangie asilimia 0.1 kama unatumia leverage ya 1000. Utatakiwa uchangie asilimia 0.1 ya zile unit zote unazotaka kununua. Kwa hiyo mfano unataka kununua unit 100,000, basi utachangia asilimia 0.1. Kwa utajikuta wewe unatoa tu labda dola unaweza kukuta unatoa labda dola 10. Unaona? Au margin anayoikata yeye ni dola 100 kwa wewe kutumia ile standard lot. Kwa hiyo unatakiwa tu account yako at least iwe na dola 100.
Kwa hiyo utumie standard lot utakiwa labda na $100. Huo labda ni mfano. Kwa hiyo utacalculate hapo, lakini haina haja ya calculate sana kwa sababu unakuta tayari zimekuwa, au kama kuna lot size ambayo unaitumia lazima tutakuwa unajua margin yake. Mfano kama unatumia lot size 0.1 utakuwa unajua margin ni kiasi fulani. Au kwanza ni mara chache sana mtu kuanza kukaa na calculate margin kiasi gani wakati account yake inakuwa na uwezo wa kuhandle zile lot size anazokuwa anatumia. Mfano kama hapa, mfano kama ni hii, unakuta sasa kama ni hii margin ni $10, angalau litakiwa niwe na $11 ili mimi kutumia lot size ya 0.1, angalau niwe na $11. Ndio maana imewekwa hapo kwamba at least litakiwa niwe na $11. Kwa hiyo hii $11 ilipokuwa calculated ni kutokana na leverage ninayotumia na lot size ndomba. Nimeomba unit hapa 10,000 kwa kutumia lot size 0.1. Kwa hiyo mimi nimechangia asilimia fulani ya zile 10,000 ambayo imekuja hiyo asilimia ni $11 tu. Kwa nikiongeza tena hapa trading nyingine ya 0.1 lazima margin tena iongezeke bana. Wewe kutumia lot size ya 0.1 ukaweka tena 0.1 basi ulitakiwa pia account yako ile labda mara 2 ya hii. Unaona? Ili kuweza kutumia lot size. Kwa hiyo minimum amount ndio inakuwa inaitwa margin. Nadhani pia hicho kipande nimekielezea vizuri tu inavyotakiwa. Sasa baada ya margin, baada ya kuelewa margin ndio tunakuja kuelewa kitu kinaitwa free margin. Sasa broker alikuwa anahitaji at least mimi niwe na $11.66. Lakini mimi sina $11.66. Account yangu inaonyesha $500. Na katika hizo $500 mpaka sasa hivi nipo kwenye loss ya $1.24. Kwa hiyo account yangu actual mpaka uhalisia wake sasa hivi ina $498.76. Kwa kama account yangu ina dola hizi, yeye alitaka at least niwe na 11.66, ila mimi account yangu mpaka sasa hivi inapumulia kwenye 498.76. Kwa hiyo kuna amount ambayo iko free ambayo naweza nikaitumia ninapotaka mimi mwenyewe. Ile amount ambayo iko free ndio inaitwa free margin. Kwa hiyo free margin kuipata inamaanisha unachukua ile equity yako unakuja kutoa zile margin. Kwa hiyo ukichukua equity ukatoa ile margin ndio unapata free margin. Kwamba mimi account yangu sasa hivi inapumulia $498, lakini mimi ili press trade tu alitaka niwe na margin $11 na mimi account yangu ina nyingi zaidi. Kwa hiyo zile zilizobaki ni kiasi gani ndio unakuta hizi hapa. Kwa hiyo ukichukua equity ukatoa margin unapata ile free margin. Kwamba hii iko free, naweza nikaitumia kwa namna yoyote. Naweza nikaongeza tena trade nyingine yoyote kwa sababu nina uwanja mkubwa. Free margin bado zipo za kutosha. Hii kwa maana nyingine inanionyesha kwamba ninaweza nikaenda kwenye loss mpaka ya $497 bila broker kunipigia kelele. Nikienda zaidi nikaenda kwenye loss zaidi ya $487 ndio utaanza kuona nimeanza kuitumia imagine, nimeisha igusa imagine. Kwa sababu nikiitumia hii free margin iliyoisha ikawa zero hapa, inamaanisha nimeenda kwenye loss, sina free margin tena. Hela yote iliyobaki ni $11 tu ndio imebaki. Kwa hiyo $11 iliyobaki unaanza kuona broker ananitumia email, account yako margin imepungua, margin imeshuka, imekuwa required. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba hapa sasa naenda kuuza account kwa sababu nimeingia kwenye loss mpaka free margin nimekata. Kwa mimi ninapoendelea kuwa na free margin kubwa, basi naweza nikasema ndio niko kwenye position kubwa zaidi, kwamba naweza nikaenda mpaka kwenye loss 487 bila account yangu kufunga automatic. Kwa sababu unapoenda kwenye loss, mfano hii loss ikija kufika mpaka $487 ikaanza kula mpaka hii $11 ambayo minimum, basi broker ana set ile kwamba anakuwa na ile limitation kwamba naweza kutumia tu 20% ya hii hela ya hii $11. Nikitumia tu 20% ya hii, basi hii trade ataifunga automatic. Kwa hiyo inamaanisha nikienda kwenye loss ya $487 nikatumia tena 20% ya hii trade yangu ataifunga automatic kwa loss yote, total loss. Kwa hiyo nitakuwa ndo hapo nasikia mtu anakuambia nimeunguza account. Hiyo ndo maana ya halisi ya free margin. Sasa margin level ni ile percentage representation ya free margin. Kwamba hii free margin ni asilimia, naweza nikasema ni asilimia ngapi au kwa lugha nyingine. Kwa hiyo nikija kuongelea maana ya free margin,
margin, margin level. Nilikuwa nataka kuongelea margin level. Margin level ni ile percentage representation ya free margin. Kwa hiyo percentage representation ya free margin inamaanisha kwa maana hiyo kwamba margin level kuipata inabidi nichukue equity nigawe kwa margin nizidishe mara 100. Kwa hiyo inakuonyesha tu kwamba ile free margin yako ni asilimia ngapi. Kwa hiyo unajikuta kabisa bado upo kwenye asilimia nyingi sana, kwamba yani upo kwenye asilimia kama asilimia 420, asilimia 1000. Kwa mpaka zije zishuke zibaki asilimia 0, unakuta ni parefu sana. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba hii free margin ni asilimia ngapi, ni asilimia ngapi ya hii margin. Kwa free margin ni asilimia ngapi ya hii margin, ndio inachokuonyesha margin level. Nadhani hizi term sio hazitakuwa mpya tena, utakuwa unazielewa maana yake inakuwa inamaanisha nini. Kwa hiyo zinakuwa zina fluctuate kutokana na kinachoendelea sokoni. Equity ikibadilika inamaanisha free margin pia itabadilika, kwa sababu free margin kuipata utachukua equity minus hii. Kama kwa equity inabadilika, hata free margin itabadilika. Kama free margin inabadilika, basi hata margin level itabadilika, kwa sababu margin level ni ile percentage representation ya free margin. Kwa ndio maana always utakuta hivi vitu vinacheza. Kitu ambacho utakuta fixed utakuta ni hii margin na utakuta equity, ndio vitu ambavyo utakuta na balance ndio vitu ambavyo utakuta viko havibadiliki. Kwa hiyo kipande hicho cha nanili nadhani nimekimaliza cha margin, cha hizo concept. Sasa kuna terms nyingine ambazo zina maana ile ile ya hayo maneno tuliyotoka kuyaongelea. Kwa hiyo ukiyakuta mtu mwingine anakuambia neno fulani, usione kama ni jipya, unakuta ni neno lile lile. Mtu akikwambia kwa mfano required margin, kile kitendo anachokwambia margin. Kwa mtu anaweza kusema margin au required margin ni kitu, ni neno lile lile. Kwa hiyo required margin ni sawa sawa tu na margin. Mtu akikwambia account margin anamaanisha ile balance yako ya account, kwamba account yako sasa hivi ina kiasi gani. Kwa account margin ni sawa sawa tu na mtu anakuambia balance. Mtu akisema used margin ni ile kwamba sasa amount ambayo broker yani umeshaitumia. Kwa mfano kama ni hii trade yako umeplace, basi unapoongelea kwamba account margin au used margin, hii margin ndio imekwisha tumika, ndio maana hii imebaki free. Kwa free margin ni hii hapa, used margin unakuta ni hii. Kwa mtu akisema used margin ni hii hapa, akisema margin ni hii, akisema required margin ni hii hapa. Kwa hiyo haya ni maneno mtu anaweza kutumia margin, used margin, required margin akiwa na maana ile ile. Kwa hiyo sio maneno mapya, hayo ni other terms tu ambazo zinatumika. Mtu akikwambia usable margin ni ile free margin, kwa maana usable margin ni kwamba kilichobaki kiko free ambacho unaweza kutumia muda wote. Ndo hivyo. Kwa free margin uchukue ni sawa sawa na equity, ni sawa sawa na balance. Kama hauja open trade yoyote ile, kama hauja open trade yoyote ile, hivi vitu utavikuta vyote vinafanana. Mfano kama ni hapa hauja open trade yoyote ile, balance utaikuta iko sawa sawa na equity, utaikuta iko sawa sawa na free margin. Inayomaanisha kwamba balance yako ni hii, equity inafanana na balance kwa sababu hujaweka trade yoyote, kwa sababu inakuonyesha kwamba huja place trade yoyote, kwa hiyo balance yako bado ni ile ile. Free margin inakuonyesha kwamba hii amount yote ulionayo kwenye account iko free, hauja place trade yoyote ile. Kwa hiyo kabla hujaweka trade yoyote, equity ni sawa sawa na free margin, sawa sawa na balance yako. Ndio hivyo inavyo. Na term nyingine ni margin level ambayo tumeiona ni ile percentage representation ya free margin. Then kuna term ya mwisho ambayo inaitwa margin call. Margin call hii huwa ni alert. Ni alert nikimaanisha kwamba unapoenda huko minimum required margin, kwamba umeanza kuitumia mpaka ile margin account yako imepungua, upo kwenye loss kubwa zaidi ya ile free margin yote umeitumia imeisha, basi broker anakutumia email au anaweza akakupa alert yoyote kwamba account yako inaelekea kuungua, yani inaelekea hela zako zote zinaelekea kuisha kwenye account. Kwa hiyo uteki reasonable action. Reasonable action unaweza kusema uongeze hela ili asikustop, kwamba asifunge trade yako automatic, basi uongeze hela
ama upunguze trade ambazo zipo kwenye loss. Ndio vitu kama hivyo ambavyo unaweza kusema okay, action ambayo ya kuchukua. Usipochukua action yoyote, trade ikaendelea kuwa kwenye loss inaendelea kuongezeka, inamaanisha atazifunga zile trade zako automatic, akianza na trade ambayo ina loss kubwa zaidi. Kuna mabroker wa aina tofauti. Kuna ambaye atafunga trade zako zote kwa pamoja, na kuna yule ambaye ataanza kufunga trade yako kwa kufuata ile yenye loss kubwa zaidi, alafu anaacha zingine zinaendelea. Sasa mfano natumia Templar FX, yeye anafunga trade zote regardless kwamba ipo kwenye hasara kubwa, ipo kwenye hasara ndogo. Ikishaanza tu free margin tu ikiisha, basi atafunga trade zako zote. Lakini kuna broker mwingine namtumia anaitwa Tradersway, yeye ataanza kufunga kwanza trade yenye loss kubwa. Kwa mfano kuna trade moja labda niko ni kwenye loss ya $100, nyingine nipo kwenye loss ya $40, nyingine kwenye loss ya $10. Kama margin imeisha, basi ataanza kufunga ile free margin imeisha, anaanza kufunga ile trade yenye hasara ya $100. Kwa ataacha hizi nyingine zinaendelea, ili ikitokea kama zimetani zimeenda upande wangu, sitalikupa ile loss. Kwa hiyo kuna mabroker hao. Kwa hiyo margin call ni ile alert ambayo anakutumia broker.